Kasako Media, tunaangazia maisha, tunaandika kesho. Naomba nitumie fursa hii kwanza kuwashukuru sana wananchi wa jimbo la Tunduru Kaskazini ambao kwa muda mrefu sana wamekuwa wakiniunga mkono kisiasa. Ahadi yangu kwa Wanatunduru, nitasimama imara kwa ajili yao, kwa ajili ya kutetea maslahi yao bila kuchoka. Mheshimiwa Mwenyekiti, pia napenda kuchukua fursa hii kukishukuru chama changu cha ACT Wazalendo ambacho kimefanya uamuzi wa kuniruhusu mimi na wabunge wenzangu 8 wa ACT Wazalendo ili tuweze kushiriki katika bunge hili la 13. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa mazingira ya uchaguzi wa mwaka 2020, uamuzi huo haukuwa uamuzi mwepesi, lakini kama inavyofahamika ni hesabu za kulitumia bunge hili kama chombo cha mapambano ahadi yangu na wenzangu ni kwamba sisi tutatekeleza wajibu huo ndani ya bunge hili la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania bila hofu wala kusita. Alizungumzia mambo mengi katika hotuba yake. Mimi nitajikita katika maeneo makubwa kisiasa wa nchi yetu. Mheshimiwa Mwenyekiti, tangu tulivyoanza kutoa mawazo lakini Mheshimiwa Mwenyekiti, nukta moja ambayo imeachwa katika mijadala yetu na mimi nitaisema ni juu ya umuhimu wa haki ili kupata amani ya kweli. Mheshimiwa Mwenyekiti, amani ni dhao hakuna haki. Bila haki hakuna amani. Bila amani hakuna maendeleo. Hiyo ndiyo principle. Kwa hiyo ukiwa unazungumza juu ya amani, hata kama utakesha kusisitiza watu wapende amani, watu waipende nchi yao, kama usisitizi juu ya haki, hauwezi kupata amani ya kweli. Na tumefarijika ndani ya hotuba ya Mheshimiwa Rais, ukiacha zile hatua za kutibu majeraha ya uchaguzi wa 2025, amezungumza juu ya ahadi ya serikali kufufua mchakato wa katiba mpya. Hilo ni jambo jema kabisa. Lakini Mheshimiwa Mwenyekiti, nakisi ambayo sisi tunaiona, hauwezi kuwa na mchakato bora wa katiba mpya kwa kutaja ahadi ya katiba mpya peke yake. Sisi tunaona kwamba katiba mpya inashughulikiwa kwa vipande vipande. Kipande ambacho tumepewa sasa ni kwamba kutakuwa na tume ya usuluhishi ndani ya siku 100.
rai yetu sisi, mchakato huu tuushughulikie comprehensively. Tunataka serikali ije na ratiba kamili ndani ya bunge hili la namna mchakato wa katiba mpya utavyoendeshwa. Tunataka pia serikali tueleze juu ya approach, mtindo ambao itautumia kwa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kujipatia katiba yake. Na sisi, Mheshimiwa Mwenyekiti, tumekuja na mapendekezo, hatua ambazo tunazipendekeza ambazo ni za muhimu sana katika mchakato huo, na ni vizuri mapema sana serikali inapotoa ahadi itueleze kama hiyo ndiyo ruti ambayo itaipitia. La kwanza, Mheshimiwa Mwenyekiti, tunahitaji kuzifanyia mapitio sheria zinazosimamia mchakato wa katiba mpya, kwa maana ya sheria ya mabadiliko ya katiba mpya pamoja na sheria ya kura ya maoni. Hiyo ni hatua ya kwanza muhimu sana. Ya pili, tunahitaji kuwa na mkutano wa kitaifa kwa maana ya National Sovereign Conference kwa ajili ya kupata muafaka wa pamoja juu ya masuala ya kikatiba ambayo mpaka sasa hayajapata muafaka. Na hatua ya tatu ya muhimu ni lazima tuwe na timu ya wataalamu kwa maana ya Committee of Experts ambao wataandaa rasimu ya katiba mpya. Na hatua ya mwisho, tunahitaji kuwa na kura ya maoni. Kwa hiyo tunavyoitamka katiba mpya, tusiishie kuitaja kwa ujumla wake, tuwe na roadmap ambayo itawafanya wadau wote wa katiba mpya wajue mchakato utakwenda namna hii. Hilo la kwanza nilitaka kulisisitiza, Mheshimiwa Rais, Mheshimiwa Mwenyekiti. La pili, jana lilizungumzwa kidogo, na mimi naheshimu taratibu. Nafahamu kwa mujibu wa kanuni ya 81, mwongozo wa mwenyekiti, mwongozo wa spika ni wa mwisho juu ya swala. Kwa hiyo sitoliibua tena swala hilo, isipokuwa nina rai kwamba ahadi ambayo Mheshimiwa Rais aliitoa ya kuachiwa huru kwa wale ambao walikamatwa katika matukio ya tarehe 29 ni ahadi njema. Vyombo ambavyo vinahusika, Wizara ya Mambo ya Ndani, Wizara ya Katiba na Sheria, ifanye uchunguzi wa kina, ijiridhishe kama watu wote sasa, ukiwa na mtu mmoja umemwachia huru yake uko na kinyume chake au amepotezwa, sio yeye peke yake, bali na wa mwisho ni wakumbuke mabosi zangu wananchi, la juu ya kuboresha huduma za maji. Tunduru tuna mradi mkubwa sana wa maji. Pale Tunduru mjini usambazaji wa maji hivi sasa upo kwa wastani wa kilomita 3.3 hivi mtandao wake. Tuna mradi mkubwa wa maji wa bilioni 3.4 ambao ungeweza kusaidia mtandao wa usambazaji wa maji Tunduru ufikie kilomita 92. Lakini ule mradi mpaka sasa unasuasua. Tunaitaka serikali litazame hili kwa sababu tunaamini hili ni game changer katika kuboresha maisha ya Wanatunduru. Na jingine linalowahusu mabosi zangu Wanatunduru linahusu masuala ya umeme. Mbunge mwenzangu ndugu Chilombe yuko hapa na tunashirikiana vizuri, ataendelea na mtaalamu wa umeme. Lakini niseme hivi kwamba pale Tunduru tuna mradi mkubwa sana wa umeme ambao ukikamilika utatupa megawati 120 wakati mahitaji yetu ni megawati 4. Maana yake Tunduru tutakuwa na umeme mwingi sana wa ziada. Sasa ukitazama mradi nao unasuasua.
peleka vifaa vingi pale, lakini tukitafuta eneo ambalo ya katika kwa umeme, Tunduru inaweza ikawa namba 1. Kama wanatuambia ni kwa sababu nchi wa kawaida hayaelewi hayo, yeye anadhani serikali imelala, serikali imefeli. Kwa hiyo tunaomba mkandarasi yule apewe fedha. Mwenyekiti, taarifa. Mheshimiwa Mwenyekiti, taarifa. Asante Mheshimiwa Mwenyekiti, nimpongeza anayetoa hoja, lakini natokea Tunduru umeme haukatiki mara 20 kwa siku. Asante. Kasako Media, tunaangazia maisha, tunaandika kesho.